inaitwa habari njema. Ni habari njema kwa sababu zinakutoa wewe kwenye magereza ambayo shetani alikuwa amekufunga kwenye hayo magereza. Kingine, mtu ambaye amefungwa na dhambi ni kipofu, maana yake haoni anakoenda. Sasa hivi ninaweza nikawa naongea hamuelewi ninachoongea kwa sababu mmefungwa. Biblia inasema kwamba watu hao wamefungwa masikio yao wasiweze kuelewa, hata wakisikia wasielewe kinachoongelewa ni nini, wakiona wasitambue ni nini wanachokiona. Uzima wa milele sio kuvuta bangi nyingi sana kwa siku wala sigara pakiti 3. Uzima wa milele sio kuoa wake 10, kwamba kila ukivuna mahindi unaenda kuoa, kila ukivuna unaenda kuoa, kila ukivuna unaenda kuoa. Hapana. Ndio maana kuambia kitu kimoja, umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, aweze kukufungua kwenye hizo jehanamu na magereza ambayo umefungwa, kwa sababu magereza mengine yanafanana na jehanamu. Yaani jehanamu unaianza tayari uko duniani hapa, na ukifika huko mbinguni si zaidi. Manake unataka kujifananisha na Sodoma na Gomora. Ndugu yangu, nakwambia hii ni nafasi ya pekee sana. Hii ni nafasi ya pekee, haiwezi kutokea. Hii ni nafasi ya pekee ya kusikia habari njema hizi, habari za ukombozi, habari za Yesu kukufungua, habari za Yesu kukutoa kwenye vifungo vya dhambi, habari za Yesu kukutoa kwenye vifungo vya anasa za dunia, habari za Yesu kukutoa kwenye hao magereza ambayo shetani amekufunga. Manake vile vifungo ambavyo shetani alivyokuwa amefunga vyote vikuachie. Wale wote ambao wamewekwa kwenye magereza ambao hawajui ni magereza ya nini na wanazurura siku zote eneo moja, Mungu hawatoe kwenye magereza hayo. Maana yake ni kwamba wewe tu ni kuitikia sauti hii na kufuata sauti hii inapotokea, ili uweze kupata uzima, ili uweze kupata ukombozi, ili uweze kuwa huru, ili uweze kuwekwa huru. Kingine, mtu ambaye ni mtenda dhambi mbele za Mungu ni muasi. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 10, hatuna muda tungesoma, ila inasema kwamba wewe mbele za Mungu ni muasi, hivyo unahitaji kuhesabiwa haki. Unahitaji kuhesabiwa haki bure. Unapoitikia habari ya wokovu, ni maana yake unaitikia ile kazi ya msalaba ambayo Yesu Kristo alifanya pale msalabani. Maana yake unahitaji kuwekwa huru, unahitaji kuhesabiwa haki. Ulikuwa unahesabika kama mhalifu mbele za Mungu, lakini unafutiwa deni zako zote, unafutiwa matatizo yako yote ambayo na dhambi zako zote ambazo zilikuwa zimeandikwa kule mbinguni zinafutwa. Hivyo unafanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yote yanapita. Basi muda huu bila kupoteza muda kabisa, nitaenda kukaribisha watu ambao wanahitaji kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Maana hicho tu ndio cha msingi kilichotuleta mahali hapa, kuhubiri habari njema, habari za uzima wa milele, habari za ukombozi, habari za watu kufunguliwa, habari za watu kuwekwa huru. Hivyo nitawakaribisha wote ambao mnahitaji kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nasi tutakuombea mahali hapa, tutakuombea, utapata uponyaji, utapata kukombolewa, utapata kufunguliwa, utapata kuwekwa huru. Maana nimekwambia hakuna njia nyingine ambayo mtu anaweza kupata uzima wa milele isipokuwa amezaliwa mara ya pili. Kama hujazaliwa mara ya pili, uzima wa milele huwezi kuingia. Hata mapadri na mashehe wa kesho wanaomba kwenye kaburi lako, huwezi kwenda mbinguni. Biblia ndio inasema, na Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyethibitisha, na Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyetoa mamlaka hayo kwa mitume wake ili waweze kutuombea sisi dhambi tusamehewe. Wanatuombea tukiwa bado tuko hapa duniani. Biblia inasema baada ya mauti ni hukumu. Baada ya mauti ni hukumu. Hakuna mtu ambaye atapokea uzima wa milele akiwa ameshakufa. Uzima wa milele unaotengeneza sasa hivi kabla hujafa, lakini ukishakufa kule unakotokea ni hukumu. Na ishara ya kwamba jehanamu ipo hadi sasa hivi ipo kwenye Biblia. Inasema, ukisoma kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari kuanzia wa 7, inasema kwamba hata Sodoma na Gomora wapo kama ishara, jehanamu ya milele wakiungua kama ishara ya kutuonesha kwamba jehanamu ipo. Kwa hiyo maana yake usiwe kama hao wameshamtangulia shetani. Yaani shetani hajaingia jehanamu, wao tayari wameshaingia. Kwa hiyo ndugu yangu, ukikubali na kutii
utakula mema ya nchi, lakini ukiasi na kukataa utaangamia. Na hiyo ndio hukumu ya kwamba watu wameletewa nuru na wameikataa, wamependa giza zaidi kuliko nuru, ndio maana wanaingia jehanamu ya milele. Kwa hiyo maana yake wewe unatakiwa kuikataa jehanamu ya milele, na nafasi ya kuikataa ni sasa hivi ukiwa uko hai. Hakuna nafasi nyingine ya wokovu isipokuwa ukiwa hai sasa hivi. Ukiwa hai ndio nafasi ya kupata wokovu, ya kutengeneza uzima milele, ya kutengeneza maisha yako ya baadaye, maisha baada ya haya na haya hapa pia ukiwa nayo.